Kwa Manispaa ya Lindi tupo katika kikao cha semina ya kutoa mafunzo ya elimu ya uraia ambayo yanaendeshwa na yanasimamiwa na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, idara ya huduma za jamii au idara za huduma za jamii kwa ufadhili wa Norwegian Church Aid, umoja wa makanisa ya Norway, ambayo wametufadhili kufanya haya mafunzo. Na mafunzo haya yanatolewa elimu ya uraia kwa viongozi wa dini 60 katika wilaya ambazo zina mradi, wilaya ya Kilwa, Lindi na wilaya ya Liwale. Mpaka sasa hivi ndio mradi tumepata katika maeneo haya, lakini tumeomba kwenda katika wilaya nyingine 2 za Ruangwa na Nachingwea. Lengo la kutoa elimu ya uraia huwa tunatoa, na sisi tuna miradi. Kuna mradi tunao mradi unaitwa USAID tuwajibike, tunafadhiliwa na USAID ambao ulikuwa halmashauri ya Mtama na Lindi. Unaona umesimama tu sasa hivi kidogo kwa matatizo kidogo tumesimama, lakini tulikuwa tunaendelea. Unaitwa USAID tuwajibike, nayo ni elimu ya uraia. Na huu elimu ya uraia ni sehemu kwenye mahusiano yetu ya dini mbalimbali. Kuna mambo mengi yanafanyika. Huwa tunatoa elimu ya uraia kwa viongozi wa dini. Vile tuna mambo mengine ya huduma za jamii, kupiga vita ukatili wa kijinsia na mambo mengine. Lakini leo tuna issue ya elimu ya uraia, ya kuongeza ufahamu kwa viongozi wetu wa dini kuhusu elimu ya uraia, kwa sababu elimu ya uraia ni miongoni mwa kitu pilot kwenye nchi yetu katika mambo ya hali ya kujitambua wananchi kwenye haki za nchi yao, kuchagua viongozi, haki za kupigia kura, haki za uwajibikaji wa viongozi, haki za uwajibikaji wa mpigia kura, haki zake, nini anatakiwa. Kwa hiyo viongozi anapoyasikia maneno haya kwa viongozi wa kisiasa na anayasikia vile vile kwa viongozi wa dini, anaona umuhimu wa jambo hili upo. La sivyo, tukimwacha mwananchi huyu akiasikia upande mmoja, ndio ile anasema mimi sioni sababu ya kupiga kura, kwa sababu hajui haki yake. Lakini kwenye vitabu vyetu kuna umuhimu. Hata sisi makanisani na misikitini tunachaguana, tunapata viongozi, tunapata wenye viti wa makanisa, tunapata wenye wajumbe wa makanisa, tunapata wenye viti wa misikiti, tunapata maimamu wa misikiti kwa kuchaguana. Kwa hiyo kuchaguana kule ndiko tuchaguane vizuri na kwa miiko ya kiuchaguzi, kama vile kuwagusia mambo ya kukemea mambo ya rushwa na nini, kupata viongozi kwa halali, ndio elimu ya uraia. Kwa hiyo wananchi wetu wanapopata hiyo elimu vizuri, na hasa tukipitia kwa viongozi wa dini, kama unavyojua ndugu waandishi, viongozi wa dini wana nguvu kubwa. Na huu umoja wa viongozi wa dini wa kamati ni umoja wa taasisi 3 kubwa za dini: CCT, TEC na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Inaitwa Interfaith Committee, ambayo tunafadhiliwa na umoja wa makanisa ya Norway. Wanaofadhili dini, wanaotekeleza mradi watu wa dini. Kama sisi tukimaliza hapa leo tunakwenda kufanya tena, tukimaliza hapa tunakwenda kufanya tunasimamia tena tukio kama hili katika mkoa wa Shinyanga. Wenzetu teki wako Mtwara, na kuna wenzetu wengine kama CCT watakuwa maeneo mengine ya mradi Kigoma, kwa sababu kuna katika ufadhili wao hawa ndugu zetu hawajienea katika mikoa yote ya Tanzania. Kuna baadhi ya mikoa kama 5 ambayo unatekelezwa mradi. Naitwa Padri Carlo Rafael Markusi. Mimi ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania, na hasa mkoa wa Lindi, au Baraza la Amani linaitwa. Mafunzo haya yatakuwa ya faida sana kwetu kama viongozi wa dini, kutusaidia kujua haki na wajibu wetu kama raia wa Tanzania. Si kwamba tuko kanisani tunaeleza habari ya theolojia, lakini tunahitaji kuwasaidia waumini wetu ambao ndio raia wa Tanzania kujua mambo mbalimbali yanayowahusu wao, na hasa tunapoenda sasa katika kipindi cha uchaguzi, kujua haki zao, wasije wakarubuniwa wakachagua viongozi ambao hawatawasaidia na kuwapa nguvu ya kuendelea kuishi katika amani hii tulionayo. Tunasaidia kueleza makanisani kwa uraia zetu, na kwa maana ya ndio Wakristo wenyewe hao,
ili wajue haki zao na wajibu wao katika nchi yao. Kupitia mafundisho ya dini, yako mafundisho ya dini ambayo tutayaweka, ambayo yanaendana na hiyo sera ya serikali, kwa maana ya kuwawezesha raia kujua wajibu wao na haki yao katika nchi yao. Wasipate tu mambo ya dini tu, lakini ina haki na wana wajibu na wao kujua kinachotakiwa katika maisha ya Tanzania, nchi yao. Naitwa Dr. Saleh Mohamed Abdallah, ni program manager kutoka Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, na leo tuko hapa tunafanya elimu ya uraia kwa viongozi wa dini. Hii ni move ambayo Baraza Kuu la Waislamu Tanzania likishirikiana na Baraza la Maaskofu na Baraza la Kikristo Tanzania linafanya ili kutayarisha watu wake katika kushiriki kwenye uchaguzi na kujua kiujumla kuhusu elimu ya uraia. Tunajua kuwa mwaka huu tuna uchaguzi Tanzania, kwa hiyo tunatizama haki, wajibu wa kila raia ili kuweza kushiriki. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania limewezeshwa na NCA. NCA ni shirika la kikanisa la Norway ambalo linapata pesa kutoka serikali ya Norway. Kwa hiyo sisi ni washiriki katika utekelezaji wa mambo ya kijamii, na ndio maana tuko leo hapa kwa muda wa siku 2 ili kufanya elimu ya uraia kwa viongozi wa dini wa mkoa wa Lindi. Ni matayarisho kwa sababu kuna uchaguzi mwaka 2025 ambapo viongozi wa dini wao vile vile katika kuenzi amani ya nchi wanatumiwa katika kuona kuwa message zinafika kwa waumini wenzao ili waweze kushiriki, na ni haki na ni wajibu kushiriki katika uchaguzi. Kwa hiyo ni matayarisho ya kuenzi amani ya nchi yetu. Kwa majina naitwa Irene Chilewa, ni mjumbe kutokea kamati ya vijana kwenye umoja wa makanisa CCT mkoa wa Lindi. Tunaamini ya kwamba hii elimu ya uraia kwa sababu inahusiana na kuwasaidia raia wote wa taifa hili kuweza kufahamu taratibu zote za nchi hii, kufahamu haki zao, kufahamu na majukumu yao kama wananchi. Kwa hiyo elimu kama hii ikitolewa kwa sisi wajumbe inakuwa na msaada mkubwa sana, kwa sababu tunakuwa na ule uwezo tunapokuwa kwa sababu inahusisha watu wengi, viongozi wa dini mbalimbali wa madhehebu tofauti. Kwa hiyo sisi kama wajumbe tukipata elimu hii, ina maana ya kwamba tunapoelekea kwenye maeneo yetu husika kama ni makanisani, msikitini, tunakuwa na ule uwezo wa kuelimisha watu wengine kutambua haki zao na kutambua namna ya kutatua migogoro mbalimbali ambayo itatokea kwenye jamii husika. Lakini pia tunapoelekea kwenye uchaguzi, kwa sababu hii elimu kiujumla inahusiana na haki, majukumu ya mtu kama raia. It means mtu kama raia, sisi kama wajumbe tunakuwa tunauelewa na ule ufahamu wa kutambua ya kwamba mimi kama raia wa nchi hii kipindi cha uchaguzi kuna mambo gani ambayo natakiwa niyafanye, kuna mambo gani ambayo sitakiwi kuyafanya, kuna mambo gani ambayo natakiwa niyafanye mimi kama mjumbe ili kuweza kuhamasisha jamii yangu husika, amani iendelee kudumu, kuwe na utulivu katika kipindi cha uchaguzi. Lakini pia kuwashawishi watu mbalimbali kushiriki ipasavyo kama mtu ambavyo, yani watu watimize ile haki yao ya kupiga kura, haki ya kudumisha amani, haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.